Karibu ndugu mtazamaji katika kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Mimi ni Dr. Frankie Marco Matias Mazengo. Nitakuwa na wewe kuanzia mwanzo wa kipindi changu mpaka mwisho kupitia channel yetu ya Ethani Medics Afya Tips. Leo niko hapa kukujuza na kukupa elimu thabiti juu ya ugonjwa wa PID. Hivyo, tutaanza kwa kuangalia nini maana ya ugonjwa wa PID. Lakini pia tutaangalia nini kisababishi cha ugonjwa wa PID. Pia tutaangalia ni njia gani za usambazaji wa ugonjwa wa PID, dalili zake, matibabu na athari zitokanazo na ugonjwa wa PID, lakini pia ni jinsi gani au nini tufanye kwa ajili ya kujikinga dhidi ya ugonjwa wa PID. Kwa kuanza kabisa nitaanza na kukujuza nini maana ya ugonjwa wa PID. Maana ya ugonjwa wa PID, ugonjwa wa PID ni maambukizi ya bakteria kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Naposema via vya uzazi vya mwanamke, hii inajumuisha shingo ya uzazi ya mwanamke, mirija ya falopio, ovari pamoja na tumbo la uzazi kwa mwanamke almaarufu kama uterus. Hivyo basi, je, ni nini kisababishi cha huu ugonjwa? Ugonjwa huu kama nilivyotoka kuelezea mwanzo kwamba ni maambukizi ya bakteria. Bakteria hawa wanaoweza kusababisha ugonjwa wa PID kwa mwanamke ni bakteria wa Neisseria gonorrhoeae au kisonono. Lakini pia kuna bakteria wa Chlamydia. Hawa ni most spoken bacteria ambao wanaweza kusababisha ugonjwa wa PID au maambukizi ya via vya uzazi kwa mwanamke. Hivyo basi, ndugu zangu, leo pia tutaweza kuangalia ni njia gani ambazo huu ugonjwa unaweza kusambaa kutoka kwa mtu mwingine kwenda kwa mtu mwingine. Ugonjwa huu wa PID au pelvic inflammatory diseases unasababishwa au unasambazwa kutoka kwa mtu mwingine kwenda kwa mwingine kwa njia ya kujamiiana. Japo tumekuwa na vidokezo vya hatari mbalimbali ambazo mtu anaweza kuvifanya na kuweza kujenga mazingira hatarishi au mazingira rafiki ya kuweza kupata ugonjwa huu kirahisi. Haya mambo tutaweza kuyaongelea pia hapo mbeleni na tutajuzana kwa kina zaidi ni njia gani ambayo tuifanye kwa ajili ya kujilinda. Hivyo basi, ugonjwa huu huathiri mwanamke yoyote wa rika lolote. Lakini kulingana na tafiti mbalimbali ambazo wataalamu wetu wa afya wamekuwa wakizifanya, rika ambalo lipo katika hatari ya kupata maambukizi kwa wingi ukilinganisha na rika lingine ni rika la umri kuanzia miaka 15 hadi 24. Pia tutaangalia dalili za ugonjwa wa PID. Kama nilivyotoka kuzungumza kwamba PID ni ugonjwa wa wanawake na unashambulia zaidi via vya uzazi. Na kama tunavyojua kwamba via vya uzazi vipo situated kwenye maeneo ya tumbo na kushuka. Kwa hiyo dalili mojawapo kubwa ya ugonjwa wa PID kwa mwanamke ni maumivu makali chini ya tumbo, lakini pia maumivu makali ya nyonga. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya dalili kuu kabisa ya ugonjwa wa PID. Lakini pia dalili nyingine ya ugonjwa wa PID ni maumivu wakati wa kujamiiana. Ukiwa na mwanandoa wako na mwenzi wako faragani, wakati wa kujamiiana unakuwa unahisi maumivu makali sana wakati wa tendo la ndoa. Lakini pia vile vile ni kupata mvurugiko wa hedhi au kupata damu nyingi sana wakati wa hedhi. Muda mwingine huwa tunasema unapata damu inaweza ikawa kidogo au nyingi mara tu baada ya kufanya tendo la ndoa. Hii nayo ni moja ya dalili ya PID. Kwa hiyo ndugu zangu, ukiona dalili hii jua inaweza ikawa ni ugonjwa wa PID. Hivyo basi, lakini dalili nyingine kubwa ambayo imekuwa ikiwasumbua watu wengi ni kutokwa na majimaji au uchafu, aidha wenye harufu au hauna harufu kutoka sehemu za siri.
Hii ni dalili mojawapo pia ya ugonjwa wa PID. Pamoja na kwamba kuna watu wengine huwa wanapata dalili hii kutokana na matatizo mengine ambayo si PID, inaweza ikawa fangasi ya sehemu za siri au ya ukeni, ambayo mara nyingi uchafu wake wenyewe huwa kidogo ni sio kama sio usaha, lakini inakuwa kama maziwa mgando yaliyoganda. Ila ikipata labda fungus with secondary bacterial infection, ndio unaweza kujikuta pia una experience uchafu kama hivi. Kwa unaweza kupata PID, lakini hapo hapo ukawa na shida nyingine ya fungus za sehemu za siri, lakini hiyo sio shida kubwa. Hivyo basi baadhi ya watu wengine huweza kupata homa, kichefu, kutapika, lakini pia maumivu wakati wa kujisaidia, aidha inaweza haja ndogo. Kwa hiyo hizi ni dalili mojawapo ambazo wewe kama mwanamke unapaswa kuzitambua ili kuweza kuchukua hatua za mapema endapo utaziona kwako, na kuweza kutafuta huduma za kiafya na kuweza kupata matibabu thabiti. Pia leo tutaenda kuangalia, je, ni nini utambuzi au diagnosis of pelvic inflammatory disease. Kwa Kiswahili tunasema utambuzi wa ugonjwa huu. Nini au njia zipi tunazitumia ili kuweza kutambua au kudiagnose pelvic inflammatory disease? Kwanza kabisa tuna njia kuu mbili. Ya kwanza kabisa tunaita ni syndromic approach. Syndromic approach maana yake nini? Syndromic approach ni utambuzi wa ugonjwa wa PID. Mara nyingi huweza kufanywa na mtaalamu wa afya kupitia dalili za mgonjwa wetu au mteja aliyekuja anazozipata, lakini pia kupitia uchunguzi wa sehemu za siri kwa maana ya physical examination. Kwa hiyo kupitia hii njia tunaweza kudiagnose PID au maambukizi ya via vya uzazi. Kwa hiyo hii syndromic approach ndio njia kubwa ambayo tumekuwa tukitumia hasa kwenye low health settings ambazo hazipo well equipped kuweza kufanya vipimo vikubwa na kuweza kugundua kwamba ni bakteria gani ameweza kumsababishia huyu mwanamke kuweza kupata hizi dalili zote. Lakini pia njia ya pili ambayo tumekuwa tukitumia, unaweza ukatumia tunasema laboratory investigations au laboratory techniques. Hii inahusisha uchukuaji wa sampuli kutoka sehemu za siri, inawezekana majimaji, usaha au uchafu wote unaotoka sehemu za siri, na kuweza kuuotesha na kujua ni mdudu gani anayesababisha changamoto hii na ni dawa gani inayoweza kumtibu. Kitaalamu hii inaitwa culture insensitivity. Hii ni vipimo ambavyo kidogo ni ghali kwa maisha yetu ya kawaida, lakini pia ni havipatikani katika vituo vyetu vidogo. Mara nyingi huwa vinapatikana kwenye well equipped health facility. Ndio maana huwa tuna prefer zaidi kutumia syndromic approach ambayo haihitaji zaidi vipimo vikubwa kuweza kudiagnose au kufanya utambuzi wa ugonjwa huu. Baada ya kuangalia dalili za ugonjwa wa pelvic inflammatory disease maarufu kama PID, pia tutaenda kuangalia matibabu. Matibabu ya ugonjwa huu mara nyingi kiujumla, ugonjwa wa PID unatibika kwa kutumia antibiotic. Lakini je, antibiotic gani huyu mtu aitumie, kwa muda gani na wapi? Hiki ndiyo kipengele kikubwa ambacho tutaenda kukiangalia leo. Kwanza tunapoongelea matibabu ya ugonjwa wa PID, mara nyingi tunagawanya katika sehemu kuu mbili. Inategemeana na maambukizi haya yapo kwa kiasi gani. Na ndio maana PID unaweza kuigawanya katika sehemu kuu mbili, ambapo ni acute PID na chronic PID. Acute PID ni maambukizi ya kawaida ya vimelea ya bakteria au vimelea vya bakteria katika via vya uzazi ambavyo sio vingi sana, na kwa muda tu almost wa wiki 2 na kushuka. Hii unaona kwamba this is ni acute PID. Lakini muda mrefu zaidi ya wiki 2 na kuendelea, maambukizi makali
ambayo inaambatana na dalili nyingi kadha wa kadha kama nilivyotoka kuelezea hapo. Hii tunaitemu kama chronic PID. Kwa hiyo kwenye PID ya kawaida ambayo ni acute PID, mara nyingi tunapenda kutumia antibiotiki. Kwa antibiotiki hii huwa tunaitumia, inaweza ikawa ya kumeza au tunaweka dawa kwa njia ya mshipa wa damu. Inategemeana na kiasi cha maambukizi ulionayo. Lakini pia kuna chronic PID. Chronic PID mara nyingi mimi huwa napenda kushauri, kama mtu ametumia dawa mara kwa mara bila kupata nafuu au bila kupona, huwa napenda kumshauri mtu huyo akafanye culture sensitivity kwa ajili ya kuangalia ni bakteria gani anayeweza kusababisha shida hii na ni jinsi gani au ni dawa gani inayoweza kumtibu huyo mtu. Pia hata matibabu ya chronic PID pia tunatumia antibiotiki kama kawaida, ambayo inaweza ikawa za kumeza au za mshipa wa damu. Ila tunapenda zaidi kushauri kwa mtu kama anapata maambukizi haya mara kwa mara au anatumia dawa kadha wa kadha lakini hapati unafuu, ni bora zaidi akachukua sampuli kwa ajili ya kufanya kipimo hiki cha culture sensitivity ili kuweza kuotesha mdudu na kuangalia ni dawa gani ambayo inaweza kumsaidia mgonjwa wetu, kuliko kuendelea kumpa dawa nyingi na mara kwa mara pasipokuwa kupata ahueni. Hii inakuwa sio sawa. Kipimo hiki cha culture sensitivity mara nyingi kimejikita zaidi katika kujua mdudu ambaye amesababisha huyu mtu kupata ile athari ya ugonjwa wa PID, lakini pia ni dawa gani ambayo itaweza kumsaidia mgonjwa wetu kuweza kutibiwa nayo. Lakini pia vile vile ikiwa maambukizi haya yamesababisha usaha kukusanyika kwenye mirija ya falopio au via vya uzazi kwa namna moja ama nyingine, basi pia upasuaji huweza kufanyika. Umeona? Kwa ajili ya kutoa huu uchafu au usaha uliokusanyika. Ingawa kesi za aina hizi ni nadra sana. Mara nyingi wateja wetu hutibiwa wakiwa katika stage hizi za mwanzoni za acute pelvic inflammatory diseases au wakiwa katika chronic stage, ambapo pia inatibika kwa uzuri tu, tofauti na kufika katika hii hatua ya upasuaji ambayo ni hatua kidogo hatari, na mtu hii husababishwa na kuchelewa kupata matibabu kwa wakati. Lakini pia tutaangalia athari zinazotokanazo na ugonjwa wa PID. Tunajua kila ugonjwa unakuwa na shida zake au athari au matokeo hasi ambayo yanatokana na ugonjwa huu, hasa usipotibiwa mapema au kitibiwa umechelewa. Moja ya athari kubwa ya ugonjwa huu wa PID ni makovu kwenye tumbo la uzazi na mirija ya falopio. Hawa wadudu wa PID wanapokuwa wanashambulia katika mirija ya falopio na via vyote vya uzazi, mara nyingi hutraumatize katika sehemu mbalimbali, ambazo hizi sehemu huwa zinapona, tunaita kwa njia ya fibrosis, healing by fibrosis. Kwa hii kitu ndo inayosababisha makovu, ambayo kwa muda nyingine pia inasababisha athari nyingine ambayo ni ugumu wa kupata mimba au ujauzito kwa mwanamke. Lakini pia athari nyingine ni mimba kutungwa nje ya kizazi. Kitaalamu hii tunaita ectopic pregnancy. Hii imekuwa ikiwapata pia kina mama waliopitia athari au waliopata athari mbalimbali kutokana na ugonjwa wa PID kwa sababu tu ya kupata makovu kwenye mirija ya falopio na sehemu zingine za via vya uzazi, ambapo sasa usafirishaji wa yai kutoka katika sehemu za ovaries kwenda katika sehemu ya utupishaji unakuwa haufanyiki vizuri. Kwa matokeo yake inafanya utungwaji wa ujauzito nje ya mfuko wa uzazi, hivyo kusababisha hii shida inayoitwa ectopic pregnancy. Shida nyingine ni maumivu ya muda mrefu ya tumbo au nyonga. Hii nayo inasababishwa na maambukizi ya PID. Kwa namna nyingine, wacha tuangalie ni jinsi gani sasa wewe mtazamaji
wa kipindi cha Ijue Afya Yako kupitia chaneli yangu ya Ethani Medics Afya Tips. Ni nini ufanye kwa ajili ya kujikinga na huu ugonjwa wa PID? Njia kuu kabisa ya kuweza kuitumia, kama tulivyotoka kuangalia kwanza, kwamba ugonjwa huu unasambazwa kwa njia ya kujamiana, ambao ndio njia kuu hii. Tutumie kinga, tuzuie ngono zembe. Nini maana ya ngono zembe? Ni kufanya tendo la ndoa bila kinga, tunaita unprotected sexual intercourse. Hii ngono zembe ndo inayosababisha na kuongeza au kuweka ongezeko kubwa la wagonjwa wa PID. Kwa tunashauri kutumia kondom wakati wa kufanya tendo la ndoa na mwenzi wako. Lakini pia kuwa na mpenzi mmoja. Lakini pia tuendelee kupeana elimu juu ya ugonjwa huu wa PID. Unajua huwezi ukatumia kondom kama huna elimu juu ya ugonjwa wa PID au maambukizi ya via vya uzazi. Lakini pia endapo utagundulika au utajijua una baadhi ya dalili hizi, kama nilivyotoka kuelezea mwanzo: maumivu chini ya tumbo au nyonga, kutokwa na uchafu sehemu yako ya siri, maumivu wakati wa kufanya tendo la ndoa, hedhi yako kuwa nyingi tofauti na kawaida, ni vyema ukawahi katika kituo cha kutolea huduma za afya au kanitafuta mimi Dr. Frank Marco Mathias Mazengo kupitia aidha simu au akaunti yangu ya YouTube channel na WhatsApp groups, na kuweza kupata ushauri na sana matibabu thabiti juu ya ugonjwa huu wa PID. Tofauti na hivyo utapata changamoto. Lakini pia nipende kutoa ushauri na saa kwa kina mama. Tumekuwa na utaratibu wa kujisafisha sehemu zetu za siri kutumia manukato au sabuni manukato, au tunaita kitaalamu medicated soaps. Hii sio sawa na sio salama. Hatupaswi kusafisha sehemu zetu za siri kwa kutumia sabuni au additive yoyote ile. Tunatakiwa kutumia maji masafi na salama kuweza kusafisha sehemu zetu za siri ili kujiweka salama. Lakini pia tumekuwa na watu na taratibu ya kuweka vidole sehemu zetu za siri, inaweza kuwa aidha wakati wa sexual intercourse au muda mwingine wa kujisafisha wakati tunaoga. Hii nayo kitaalamu inaitwa douching. Nayo hii kitaalamu sio nzuri, maana ni mojawapo ya risk factors au mazingira rafiki unayoyatengeneza kwa kupata vimelea hawa wanaosababisha ugonjwa PID. Kwa ndugu zanguni, tulichukue hili kama funzo. Kama ulikuwa unafanya kuanzia siku za nyuma, basi baada ya kuhudhuria kipindi changu hiki, naomba usiendelee kufanya hivyo, maana ni hatari sana kwa afya yako. Basi nipende kukushukuru ndugu mtazamaji uliyekuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi changu mpaka mwisho. Basi unaweza kunitafuta mimi kupitia namba zangu za simu 062 415 9906 kwa ajili ya kupata ushauri zaidi, au nitafute kwenye namba yangu ya mawasiliano iliyopo kwenye description ya YouTube channel yangu, utaweza kuangalia. Lakini pia tuna groups mbalimbali za WhatsApp na Telegram ambazo tumekuwa tukitoa elimu zetu hizi mtambuka juu ya magonjwa mbalimbali au afya ya binadamu kiujumla. Karibu sana katika kipindi changu kingine. Asante.